Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Ndugu katika Uislamu, leo hii tupo katika darsa nyingine inayohusu mambo ya sala, na leo hii tutasoma kuhusiana na masharti ya sala na nguzo za sala na mambo ya wajib ya lazima kufanyika ndani ya sala, na muda ukituruhusu tutasoma mambo ya sunna yaliyopo katika sala ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabainisha haya akitoka na kuswali, alikuwa akiwaonyesha masahaba namna ya kuswali, na katika hadithi zake pia amesema, na Allah tabarak wa taala amebainisha katika Qur'an kadhalika. Kwa hiyo wanachuoni wa Kiislamu wakasema, kulingana na kuziangalia zile mafundisho yaliyokuja katika sala, wakasema sala ya Muislamu ina masharti 9. Masharti 9. Sharti la mwanzo ni Uislamu wenyewe. Mtu anatakiwa awe Muislamu ili aweze kusali na kukubaliwa sala yake. Akiwa kafiri na akiwa si Muislamu hakubaliwi. Sharti la pili ni at-tamyiz, kuwa na miaka 7 na kuendelea aweze kupambanua jema na baya. Sharti la tatu ni al-aqlu, kuwa na akili. Mtu akiwa kichaa, akiwa amezimia, akiwa amelewa, haruhusiwi kuikaribia kabisa hiyo sala. Na sharti la 4 ni at-tahara min al-hadath, kujitoharisha kutokana na hadath, hadathi kubwa au hadathi ndogo. Hadathi kubwa inatokana na janaba, inatokana na hedhi, inatokana na nifas, na hadathi ndogo inatokana na kutenguka na udhu, katika yale mambo ambayo yanatengua udhu mwanadamu, kama vile kutoka haja kubwa na haja ndogo, kutoka upepo, basi anajitoharisha kwa kuchukua udhu. Ama hadathi kubwa anakoga kwanza mwili wake wote. Na kadhalika izalatu najasa, sharti la 5 ni kuondoa najis katika, yani minal badani, kutoka katika mwili, wa mina athawb, na katika nguo ambayo kuswalia, na min maudhi'i sala, na sehemu ile ambayo anasalia. Na sharti la 6 ni satrul awra, kustiri uchi wake mtu. Uchi wa mwanaume ni kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, na uchi wa mwanamke ni mwili wake mzima kasoro uso na viganja, akiwa anaswali peke yake. Akiwa anaswali mbele ya wanaume ambao wanaweza kumuoa, basi atajifunika mwili wake wote pamoja na uso pamoja na viganja. Sharti la 7 ni dukhulul waqt, kuingia kwa wakati wa sala, kama salatul fajr iswaliwe kabla jua halijachomoza, salatul dhuhur iswaliwe jua litakapopenduka kuelekea magharibi, na salatul asr jua litakapoanza kupungua makali yake na kuanza kuingia uwanjano, kivuli cha mtu kimekuwa mara 2 yake na ziada. Na sala ya 4 ambayo ni maghrib, jua litakapokuwa limezama kabisa. Na sala ya 5 ni usiku utakapoingia, ambayo ni salatul isha. Na sharti la 8 ni istiqbalul qibla, kuelekea kibla ya Waislamu ambayo ni Makkah al-Mukarrama. Na sharti la 9 ni an-niyya, kutia nia. Nia maana yake ndio inatofautisha baina ya ibada na ibada, kwamba mimi swala hii ninayoswali ni salatu dhuhur, swala hii ninayoswali ni salatu al-asr, na nia mahali pake ni moyoni. Ama pillars, yani nguzo katika sala, zipo 14. Nguzo ya kwanza ni al-qiyamu ma'al qudra, mtu kusimama akiwa na uwezo kama si mgonjwa. Pia at-takbiratu at-takbira, yani takbiratul ihram, kufanya takbira ya kuhirimia ya kuanza ile sala, kusema Allahu akbar. Pia nguzo ya 3 ni qira'atu al-Fatiha, kusoma suratul Fatiha, kusoma suratul al-Fatiha ambayo ina fadhila nyingi na ndio sura nambari 1 katika Holy Quran. Na nguzo ya 4 ni ar-ruku', kuruku, mtu akamakinika mikono yake vizuri, akalaza mgongo wake vizuri, hata akiwekewa chombo maji hayamwagiki. Ar-ruku', kuruku. Kadhalika nguzo ya 5 ni ar-raf'u min ar-ruku', kile kitendo cha kusimama kutoka katika kuruku, katika kuinama, kile kitendo ni nguzo katika sala. Akifika juu anasimama, akisimama anafanya kitu kinaitwa al-i'tidal, ni kusimama, al-i'tidalu qa'iman, nguzo ya 6 miongoni mwa nguzo katika sala. Baada ya hapo, nguzo nyingine ni as-sujud, ni kusujudu, kuporomoka katika sujudu. Atasujudu kwa jabha, ambayo ni pua na paji lake la uso, jabha ndio inaitwa jabha, pamoja na al-kaffain, viganja vyake viwili vya mikono kulia na kushoto, wa rukbatain, na magoti yake mawili, na atrafa asabi'i, na ncha zake za vidole, kwa hiyo inakamilisha viungo 7. Ar-raf'u min as-sujud ni nguzo
ya 8 ambayo mtu anatakiwa aitekeleze. Kadhalika aljulusu baina sajdatain, nguzo ya 9 ambayo mtu anatakiwa awe ametekeleza kadhalika. Na at-tumanina, kutulizana vizuri, mtu anatakiwa awe ametulizana, ni nguzo miongoni katika nguzo za swala. Kadhalika at-tashahhud al-akhir ni nguzo ya 11, at-tashahhud al-akhir. Waljulusu lahu ni nguzo ya 12. Wataslimatan, na kutoa salamu, kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ni nguzo ya 13. Wa at-tartibu baina al-arkan, na kuzipangilia hizi nguzo kama vile ambavyo tumezitaja, ya namba 1 iwe namba 1, namba 2 iwe namba 2, namba 3 iwe namba 3 na vinginevyo. Sasa ukiangalia mambo ya wajib katika sala, mambo yaliyokuwa ni lazima mtu ayafanye katika swala ni at-takbira ghairu takbiratil ihram, ni zile Allahu akbar zingine zote zilizobakia kasoro ile ya mwanzo kabisa, ndio inaitwa takbira al-ihram, inaitwa takbiratul ihram. Kwa takbira zingine zote zilizobakia za kuwa unaenda pale unaporukuu, ukiwa unaenda kusujudu na zinginezo, zile zote zinaitwa at-takbira ghairu takbiratil ihram. Kadhalika akiwa amerukuu, sasa akiwa amerukuu kusema subhana rabbil azim, ile mara ya mwanzo ndio jambo la wajib. Ama 2 zilizobakia ili kukamilika 3 zinakuwa ni za sunna. Akinyanyuka akiwa amesimama kusema rabbana walakal hamd, kusema rabbana walakal hamd, sawa. Hii ndio ambayo ni kiwango ambacho ni wajib. Kinachozidi kinakuwa ni sunna. Katika sujud aseme subhana rabbil a'la mara ya kwanza, ile ndio ambayo ndio wajib. Itakapozidi itakuwa mambo ya sunna, itakuwa ni mambo ya as-sunna, aseme subhana rabbil a'la. Na nguzo nyingine ni pale kikao baina ya sijida mbili, unasema rabbighfirli rabbighfirli. Kwa hiyo ile pale pia mara ya mwanzo ni nguzo, mara ya mwanzo ni wajib, miongoni mwa wajib katika sala. Na nguzo ya 6 ni at-tashahhud al-awwal wal julusu lahu, ndio ya 7. Ile shahada ya mwanzo kuitoa yote kuanzia tahiyatu mpaka mwisho, na kikao chake pale pia kinahesabika kama ni nguzo. Nini tofauti kati ya masharti na nguzo na mambo ya wajib? Sharti linakuwa kabla ya sala, yani linatangulia afu sala ndio inafuata. Kama nia unaweka kabla ya sala nje, na nguzo inakuwa ndani ya sala, inaambatana mpaka sala inapoisha. Na maana nguzo ukiiacha, ile rakaa nzima unairudia, yani nguzo unairudia ili swala yako ikamilike, afu utasujudu sijida sahau. Ama jambo la wajib ukilisahau na ukiwa umeshaenda kwenye kipengele kingine, basi wewe unaendelea, utasujudu sijida sahau, kulikokoteza, kulifuta. Lakini kama hujahama vizuri, yani kwa mfano at-tashahhud al-awwal, ile tashahhud al-awwal yani tashahhud ambayo inakuwa baina ya rakaa 2 kwenye swala ya rakaa 4 au rakaa 3, ukiwa haujasimama kabisa hali juu kuelekea rakaa ya 3, basi unaweza ukarudi. Lakini ukiwa umesimama hauruhusi kurudi. Hiyo ndio mambo ya wajib. Lakini mwishoni utasali sijida sawa rakaa 2. Kwa hiyo tofauti ya nguzo na wajib, yani nguzo lazima urejee na sijida sawa lazima. Wajib si lazima urejee, kama umeshamia kipengele cha 2 na sijida sawa ni lazima. Yaliyobakia mambo mengi kama basmala, at-ta'awudh na mengineyo ni mambo katika mambo ya sunna ni katika sala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.